Makanisa yote ulimwenguni walikuwa wakiadhimisha Jumapili ya Matawi. Na nyie mnaadhimisha au nyie hamuitambui? Jumapili ya Matawi sisi katika kanisa la Waadventista utaratibu huo hatuna. Yes, ni Superbrand Spark Saturday, tuko live, tuko mbashara. Anayekuletea matangazo ni Savedasto. Nakumbusha usisahau kusubscribe, kushare, comment na comment runinga St. Vedasto TV. Bwana, leo niko na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Karibu sana kwenye kipindi. Moja kwa moja tuko live. Tunaomba utuambie jina lako, unaitwa nani? Jina langu naitwa Alex Simon, ni mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Buhigwe. Asante sana. Sabato ni nini? Yaani mtakizungumza Sabato ni nini? Karibu sana uwaelezee watazamaji wa St. Vedasto TV. Sabato ni siku ya 7 ya juma. Sabato ni siku ya kupumzika. Kwanza kupumzika alikuwa Mungu mwenyewe baada ya uumbaji. Wanadamu wote wapumzike siku ya 7. Na katika hesabu za juma la Kiyahudi tunakuta siku ya 7 ni Jumamosi, ambapo wote wanapaswa kwenda kumwabudu Mungu. Siku ya mapumziko manake inaweza kawa siku yoyote, hata kama ni Jumapili au Ijumaa au ni imetengwa Jumamosi tu. Mungu alipopumzika alichagua siku moja ya kupumzika ambayo ni siku ya 7. Siku ya 7. Ukitaka kwa hiyo mwishoni mwa juma la uumbaji Mungu akaweka siku ya 7 maalum. Na yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kupumzika katika siku ya 7. Kwa hiyo akaagiza ikumbuke siku ya Sabato itakase. Kwa hiyo ukikumbuka siku nyingine tofauti na ile ambayo Mungu ameagiza, utakuwa haujaleta maana ile iliyokusudiwa. Mtu akisema makambi anakuwa anamaanisha nini? Ni kweli katika kanisa la Waadventista wa Sabato tuna kitu kinachoitwa makambi. Makambi ni sikukuu za neno la Mungu katika kanisa hili au kutoka katika matakatifu ya Biblia. Makambi ni semina za neno la Mungu. Watu wanakutana kwa muda wa juma zima kwa kujifunza neno la Mungu kama uamsho wa kiroho kwa muda wa mwaka mzima. Pasaka unaitambua? Ndio. Unaitambua kama nini, au nye mnaadhimisha Pasaka kabisa kama tunavyoshuhudia makanisa mengine wanavyoadhimisha? Sisi hatuadhimishi kama makanisa mengine wanavyoadhimisha, isipokuwa Pasaka tunaita Pasaka ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu Kristo, ndio maana ya neno Pasaka. Kuna maelekezo ambayo yaliachwa na Yesu mwenyewe kutoka katika Biblia. Aliwaachia wanafunzi wake akasema ya kwamba anashiriki pamoja nao mkate na divai kama kielelezo cha kifo chake, na akaagiza fanyeni hivyo mpaka nitakapokuja. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 23 mpaka 27 imeelezwa Waadventista wa Sabato wanafanya kumbukumbu ya Pasaka kwa njia ya kumega mkate na divai ajili ya maadhimisho ya Pasaka ya kumbukumbu ya kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Asante. Nadhani Jumapili iliyopita makanisa yote ulimwenguni walikuwa wakiadhimisha Jumapili ya Matawi. Na nyie mnaadhimisha au nyie hamuitambui? Jumapili ya Matawi sisi katika kanisa la Waadventista utaratibu huo hatuna. Neno la mwisho la kuambia watazamaji wa St. Vedasto TV wanaokusikiliza muda huu. Kitu ambacho ningewaambia watazamaji, na wakaribisha kwa makambi ya mwaka huu. Katika kila eneo mahali ya mikoa yote hapa Tanzania kuna makambi yanayofanyika. Utakaposikia ikitangazwa kwamba kutakuwepo na makambi, basi na wakaribisha hata hapa Buhigwe, na wakaribisha walioko karibu na maeneo jirani wakaribie kwenye makambi. Makambi hayo hayabagui mtu. Watu wote wanahudhuria kwa sababu ni semina za neno la Mungu. Asante sana. Nakushukuru sana. Ubarikiwe. Amina, amina. May God bless you. Amen. Yes, na huu ndio mwisho wa exclusive interview na mtumishi wa Mungu, mchungaji wa kanisa wa Adventista wa Sabato hapa Buhigwe. Naitwa Savedasto. Usisahau kusubscribe, share, comment na like runinga ya St. Vedasto TV. Bye bye.